Hello, habari. Kwa majina naitwa Basil Emmanuel kutoka Basil Media. Nadhani kuna kitu kimoja cha msingi sana ambacho kama taifa sasa ni ajenda ambalo linahusu masuala ya vijana. Vijana tunasema ndio taifa la leo, sio tena taifa la kesho kama ambavyo ilikuwa ikijulikana awali. Na vijana ni watu ambao tunatizamiwa kuweza kuwa na ujuzi wa mambo kadha wa kadha, mambo ya swala ya elimu ya fedha, masuala ya ujasiriamali. Na leo tupo na mtaalamu katika studio zetu ambazo tutakwenda kuzungumzia masuala kadha wa kadha kuhusu masuala ya uwekezaji hasa kwa vijana. Karibu sana madam. Asante sana. Watu wangependa kukufahamu wewe kwa majina ni nani na upo hapa kama nani? Asante sana. Mimi ni Miss Wanda Gordon, ni mwelimishaji wa fedha, niidhinishwa na BOT, yani Certified Financial Educator. Mimi pia ni mshindi wa tuzo za Tanzania Creators Awards katika Financial Literacy kwa 2026, lakini pia ni mshindi wa tuzo za wanawake wajasiriamali kwa mwaka 2025 kupitia kampuni yangu ya Premium Energy Consultancy Limited. Nadhani umeweza kufahamu vitu vingi sana. Yes. Kuna kitu kinaitwa identity. Watu wanakufahamu wewe katika engo ipi, au ungependa watu kufahamu katika engo ipi hasa? Watu wanifahamu katika engo ya uelimishaji fedha. Uelimishaji fedha. Yes. Okay, nadhani umeweza kuzungumza vema. Tunavyosema uelimishaji fedha umejikita zaidi katika engo ipi? Katika personal finance, kwa sababu fedha ni pana, kuna fedha za kampuni, fedha za biashara, lakini mimi ninaongelea on a personal level, namna ambavyo mtu anaweza akatumia pesa yake kujitengenezea uhuru wa kifedha. Na unaona kuna nafasi gani kwa watu kama nyie katika jamii, especially katika namna ambavyo watu wanapokea? Kwa sababu ukiangalia nyuma kidogo, kulikuwepo na watu wachache sana ambao tulikuwa tunawafahamu, especially ambao walikuwa wamejikita katika masuala ya uelimishaji fedha, kuhusu masuala ya namna ambavyo mtu anaweza kutunza fedha, namna ambavyo mtu anaweza kuwekeza. So mapokeo ni mazuri kiukweli, hata ukienda kuangalia kwenye statistics za Dar es Salaam Stock Exchange na CMSA, statistics naonyesha kabisa kwamba kuna mwitikio mkubwa na mwamko mkubwa katika swala zima la uwekezaji. Watu wengi wameanza kuwekeza. Yes. Lakini pia the fact kwamba tumekuwa wengi ni kwa sababu BOT wameintroduce hii kozi rasmi. Yeah. Kwa hiyo unaweza hata wewe pia unaweza kaenda ukasomea ukawa Certified Financial Educator na ukawa una elimu sahihi ya namna ambavyo unaweza kuelimisha jamii kuhusu masuala mazima ya fedha. Okay, sasa nadhani umeweza kusema wewe ni mwelimishaji fedha lakini pia ni mwekezaji. Yes. Sasa tungependa utupitishe story yako kwa ufupi kuhusu uwekezaji hadi hapo ambapo umefikia hivi sasa. Okay, so mimi story yangu ya uwekezaji ilianza kutokana na kuweka akiba ya kwenye kibubu nikiwa na umri wa miaka 5. Baada ya kufanikiwa kushinda challenge ambayo babangu alinipa ya kutunza kiasi cha shilingi 16,000 wakati the target ilikuwa shilingi 10,000, nikafunguliwa account. Kwa hiyo nikaanza kutunza pesa kwenye account. Na baada ya hapo basi nikatamani kwamba ile pesa natunza kwenye account isikatwe makato bali iongeze thamani. Kwa hiyo ndipo ambapo nikaanza kuwekeza pesa katika fixed deposit za benki. Kwa hiyo bado nikaona kwamba pengine ningeweza kupata zaidi. Kwa katika harakati za kutafuta fursa zaidi za kuwekeza ndipo nikafahamu kuhusu hisa, nikafahamu kuhusu mifuko ya pamoja na nikafahamu kuhusu hati fungani, yani bonds. Na hapo ni miaka mingapi iliyopita tunazungumzia? Hapa tunaongelea miaka kama, kwenye kuweka akiba tunazungumzia miaka kama 17. 17 iliyopita. Yes. Yani kwenye ile kuanza fixed deposit. Lakini ukiongelea kutunza pesa katika kibubu, that's when I was 5. Kuna kitu ambacho tunasema kwamba siku zote mtu ambaye anamiliki taarifa ni mtu ambaye anamiliki utajiri. Na tunajua kabisa kwamba kabla kuanza kitu chochote lazima uwe na taarifa sahihi kuhusu hicho kitu. Ni wapi ulipata taarifa kuhusu masuala ya uwekezaji katika umri huo mdogo? Kwanza kabisa kuzipata kuhusu uwekezaji kupitia babangu. Babangu alikuwa akinunua hisa zozote, alikuwa akinionyesha. Nakumbuka there was a time alinunua hisa za TCC, ndio zilivyokuwa zinaingia sokoni. Bei yake ilikuwa ndogo sana. And then ananionyesha tu zile receipt, zile certificates nikaa ninaziona. Ikafika kipindi tukapata changamoto kifamilia. And then akaniambia sasa inabidi niuze hizi hisa za TCC nikulipie ada. Unakumbuka tulinunua shilingi ngapi? Akanionyesha. Naona sasa hivi thamani yake, kwa thamani ya wakati huo ikatoshia kabisa kunilipia mimi ada. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo nikafahamu kwamba uwekezaji katika hisa ni uwekezaji ambao unakuwa kulingana na muda, unaongezeka
thamani. Ikiwa yeye alinunua hisa ambazo kwa thamani ya $200,000, baada ya muda ikafika ada ya kutoshea kulipa $1,200,000, maana yake ni uwekezaji mzuri, na ndipo ambapo nikaanza sana mimi kujenga personal interest ya namna kuanza kuwekeza kwenye hisa. Lakini changamoto ilikuja pale ambapo nilienda kichwa. I had the idea ya hisa. Kwa hiyo nilipokusanya sasa mtaji wangu baada ya kufanya ujasiriamali wa hapa na pale nikiwa chuo, nikaenda kwa broker na cash, nikamwambia mimi nataka unipe hisa. Broker akaniambia unataka hisa zinazoperform vizuri au zenye potential ya ukuaji? Nikamwambia zinazoperform vizuri. Kwa hiyo akanipa the most expensive stocks. Nikanunua hisa moja $15,000. And then 2 weeks later zikashuka katika $10,000. Na kwa sababu sikuwa ninauelewa namna hisa zinafanya kazi, nikauza. Kwa unapouza hisa zikiwa bei ndogo ndio unapata hasara. Kwa hiyo nikapata hasara kubwa sana. In 3 weeks. And then later on broker yule akanicheka, akaniambia najua ulipata hasara lakini niamini, nunua tena hii hisa ikiwa kwenye IPO. By then ilikuwa ni hisa za DSE. Ilikuwa $500. 3 weeks later zika double mara 2, yani nikapata mara 4, quadrupled the amount that I invested. Kwa hiyo hisa 500 nikaja kuuza kwa $2,000. Kwa hiyo niliwekeza milioni 4 nikapata milioni 16. Lakini hisa hiyo sasa hivi ni $6,000. Kwa hiyo hapo pia inakuonyesha kwamba endapo ningesubiri ningeweza kutengeneza faida kubwa zaidi kwa mfumo wa capital gains. Hapo umeweza kuzungumza uwekezaji, lakini umeenda moja kwa moja kwenye hisa. Pengine kuna watu ambao wanatufuatilia hivi sasa. Kwa mfano mimi nikichukua miaka michache iliyopita, mara ya kwanza nimesikia neno hisa, nadhani baada ya kuja chuo ndio nilianza kusikia hisa. Kwa hata tu ile hisa, ile neno, lakini pia na uelewa kuhusu masuala ya hisa naona bado ni mdogo sana. Kwa mtu ambaye hafahamu kabisa, unazungumzia hisa unamaanisha kitu gani? Ninapozungumzia hisa ninazungumzia umiliki wa biashara. Umiliki wa biashara. Wewe unakuwa unanunua sehemu ya ile biashara kupitia hisa unazomiliki. Kwa hiyo performance ya ile kampuni ambayo umenunua hisa zake ndio itakao determine faida utakayoitengeneza wewe kama mwekezaji. Na hisa ndio uwekezaji pekee ambao unakupa faida za aina mbili. Utakupa magawio kulingana na idadi ya hisa ambazo unamiliki, lakini pia utapata capital gain kulingana na ambavyo bei ya hisa unazonunua itazidi kupanda. Kwa magawio utapewa kila baada ya mwisho wa mwaka kama ni annual dividend, ama kila baada mara 2, kila baada ya miezi 6 au mara 2 kwa mwaka kama ni interim dividend. Lakini capital gain ni swala la kila siku. Ukinunua hisa leo $200, kesho ikawa $500, tayari una capital gain ya $300. Kwa hiyo capital gain ni ongezeko la thamani ya hisa kila siku. Kama ambavyo umeweza kusema, katika uwekezaji upo aina nyingi. Kwa nini wewe umejikita katika hisa? Kwa sababu ni uwekezaji ambao kwanza unaratibiwa, ni uwekezaji rasmi. Unaona hapa tunaongelea regulated investment opportunities, ikiwemo hisa, mifuko pamoja na bonds. Hisa zinaratibiwa na DSE pamoja na CMSA. Mifuko inaratibiwa na CMSA, alafu bonds zinaratibiwa na BOT. Kwa hiyo ni fursa rasmi inayotambulika in such a way kwamba mimi na uhakika na usalama wa uwekezaji wangu. Lakini hebu tuambie ukweli. Je, inawezekana kwa mtu ambaye amejikita katika masuala ya uwekezaji lakini akaweza kufanya biashara ya uwekezaji katika hisa pekee, au ni namna ambavyo, kwa sababu kwa ukiangalia mtizamio wa watu wengi nikiwepo mimi pia ninaamini watu ambao wanajikita katika biashara ya uwekezaji katika hisa ni watu ambao kwanza wana kipato kikubwa, lakini pia ni watu ambao kuna vitu vingine ambavyo wanafanya nje ya uwekezaji katika hisa. Lakini pia tunaamini kwamba ni watu ambao umri wao umeenda. Kwa ndio maana ukija kuangalia wimbi kubwa la wawekezaji katika masuala ya hisa, tunaamini kwamba ni watu ambao umri wao umeenda, lakini pia ni watu ambao kuna vitu vingine ambavyo wanavifanya. Je, inawezekana mtu akawa na uwekezaji katika hisa pekee au akaweza kujihusisha na uwekezaji katika masuala ya hisa pekee? Unaweza kuwekeza katika fursa nyingi uwezavyo, kulingana tu na mtaji wako, kulingana na malengo yako, na kulingana na uwezo wako kuvumilia hatari. Uwezo wa kuvumilia hatari ni risk tolerance. Pale ambapo umenunua hisa kwa $500, kulingana na badiliko ya bei itakaposhuka ikawa $300, utakapoamua kuuza utakapokuwa umepata hasara. Lakini utakapoamua kuhold utakuwa katika nafasi ya kusubiri ili uweze kutengeneza faida. Sawa? Kwa hiyo kabla hujachagua fursa ya uwekezaji, lazima ujiulize maswali haya matatu. Malengo, kianzio, kwa sababu pia hizi fursa zote kila moja na kianzio chake, na uwezo wako wa kuvumilia hatari. Lakini pia unapokuja kuongelea swala la uwekezaji katika hisa kuwa kwa ajili ya matajiri, hiyo ni nadharia ambayo ni potofu na ndivyo watu wengi wanavyoamini. Lakini kiuhalisia hisa unanunua kuanzia hisa 10 tu, na unakuwa unahesabika kama mwekezaji rasmi, na hata ukitangazwa mkutano mkuu wa kampuni husika na wewe unaingia kwa hisa zako 10.
Umeona? Yes. Kwa hiyo unavyokuwa unawekeza katika hisa, kama hisa ukuta ni shilingi 500, maana yake kwa 5000 unaweza ukaanza kuwekeza. Pengine hao tunaoona kwamba ni wawekezaji wakubwa wanaotufanya tuhisi kwamba uwekezaji ni kwa ajili ya watu wenye pesa nyingi, kwa sababu wao walianza mapema na mitaji yao imekuwa na wamepata faida kubwa kupitia uwekezaji katika hisa. Yes. Kwa hiyo hata na sisi tunaweza tukaanza na hizi hisa zetu 10, lakini mapema yetu ikawa ndio hii, na sisi pia baadaye tukaja kuwashuhudia wengine kwamba na sisi tumeweza kutengeneza utajiri mkubwa kupitia uwekezaji kwenye hisa. Ya, nadhani unavyozungumzia faida za uwekezaji katika hisa, kuna faida kadha ukiachana na mbali kutengeneza faida kwa upande wa pesa pekee. Tungependa utupishishe faida zingine chache za uwekezaji au za kuwa na tabia ya uwekezaji katika masuala ya hisa. Ukiachana na kupata faida, kwa sababu unapozungumzia kupata faida, kijana hii leo ambaye ana shilingi 300,000, ukimwambia achukue hiyo 300,000, au ambaye anaingiza kipato cha shilingi 300,000 kwa mwezi, ukimwambia achukue hiyo 300,000 awekeze katika hisa, unavyozungumzia ile return on investment, bado kwa vijana wengi inakuwa ni changamoto kuweza kuona namna ambavyo anaweza kujihusisha na masuala ya uwekezaji. Pengine naamini kuna faida zingine nyingi tofauti na faida ya kuweza kupata pesa pekee. Tupitishe kwa ufupi katika hizo faida zingine. Sawa. So faida nyingine za uwekezaji ni kama vile kukutunzia mtaji. Yes. Kitu ambacho kwenye biashara hauna assurance nacho. Ukifanya biashara, pengine kwa mfano wewe unafanya media, Yes. kanunua drone. Yeah. Umeipandisha ikashindwa kushusha au ikavunjika, Yes. si ndio? Yeah. Unakuwa umepata hasara moja kwa moja. Lakini katika hisa mabadiliko haya affect mtaji kwa asilimia zote. Yes. Yaani mabadiliko ambayo ukiamua kuyavumilia yanaweza akakupa faida kulingana na muda ambao utaamua kubaki sokoni. Kwa hiyo capital protection au capital preservation, lakini pia inakukuzia mtaji kulingana na fursa ambayo utaamua kuiwekeza. Kwa mfano kuna fursa ambayo inawekeza kwa mfumo wa compounding interest, mifuko ya uwekezaji wa pamoja inakupa compounding interest, kwamba faida inayopatikana inarudishwa kama mtaji ili kukupa faida zaidi. Yes. Sawa, lakini pia uwekezaji unagawanyika. Uwekezaji unagawanyika kivipi? Kama unavyokuwa na hisa lese zenye thamani ya milioni 5, ikatokea una uhitaji wa milioni 1, una uwezo wa kuuza wewe hisa za milioni 1. Hizi nyingine za milioni 4 zikaendelea kutengenezea faida kwa mfumo wa capital gains na dividends kulingana na idadi ya hisa zilizobaki. Kitu ambacho sio rahisi kukipata katika biashara ambao umetumbukiza mtaji wako wote huko, si ndio? Yes. Lakini pia uwekezaji huu unaweza kutumia kama dhamana ya mkopo. Ukiongelea uwekezaji kama kwenye bonds, unaweza kutumia bonds kama dhamana ya mkopo hadi 90% ya thamani ya bondi yako. Mifuko 80%, hisa 65%. Na kwenye bond ule mkopo unaokopa unakuwa unajilipa wenyewe kupitia zile faida ambazo unakuwa unazipata. Lakini pia unavyoongelea hisa unajitengenezea nidhamu ya kifedha, unatengenezea savings culture. Ukishaanza kuwekeza kwenye hisa kwanza zinakunogea. Yes. Ukianza kununua ukiona zinapanda thamani, unaona kila mara unakuwa motivated kuendelea kununua hisa. Kwa hiyo moja kwa moja unajitengenezea nidhamu ya kutunza akiba, lakini kupitia uwekezaji katika hisa. Lakini pia faida nyingine ni hiyo kwamba mtaji wake wa kwanza ni mdogo, shilingi 5,000, shilingi 10,000. Biashara gani ambayo utaanza shilingi 5,000, shilingi 10,000? Ni chache sana. Exactly. Kwa hiyo hizo ndio faida za uwekezaji. Nadhani umeweza kuzungumza faida nyingi sana, lakini moja ya faida kubwa ambayo mimi nimeondoka nayo hapa kama host ya kipindi ni kwenye upande wa nidhamu. Hivyo ni kuweza kuangalia namna ambavyo unaweza kutizamia kwamba ni manufaa gani ambayo kama kijana au kama mwanamke unaweza kupata kama ukiweza kuanza uwekezaji katika masuala ya hisa. Lakini pia tunajua kwamba kumekuwa na taasisi ambazo zimekuwa zikijihusisha katika masuala ya utoaji wa elimu kuhusu masuala ya fedha. Ambapo hapa nazungumza kama balozi wa CRDB Bank Foundation. Hivyo kama CRDB Bank Foundation pia tumekuwa tukiendelea au tumekuwa kijikita moja kwa moja katika uelimishaji wa masuala ya elimu ya fedha kwa wajasiriamali, wanawake na vijana. Wewe unahisi elimu ya masuala ya uwekezaji wa fedha kwa taasisi au kwa watu binafsi ambao wanatizamiwa kuwa wajasiriamali au wawekezaji ina nafasi gani katika? Ina nafasi kubwa sana. Hauwezi ukamwongelea mjasiriamali ambaye hana nidhamu ya fedha. Yes. Kwa sababu unapoongelea ujasiriamali unaongelea namna ambavyo unakuwa unaweka pesa, unaweka maarifa, unaweka jitihada katika bidhaa ama huduma ambayo unatamani ije kukuzalishia faida. Kwa hiyo ukishindwa kuitunza ile faida kwa namna kuiongezea thamani, maana yake hata ujasiriamali wako utakuwa haukufai kitu, si ndio? Kwa hiyo uwekezaji pia ni namna ambavyo unaweza kwa kuongezea mtaji kwa katika ile biashara ambayo unaifanya. Na ndio hii upelekea mimi kuambia watu kwamba uwekezaji sio mbadala wa biashara. Uwekezaji sio mbadala wa ajira. Uwekezaji ni sehemu ya biashara, ya ajira, ya ubunifu, ya huduma, ya vyanzo vyote 6 vya mapato.
uwekezaji na wenyewe ni mmoja wapo. Kwa sababu tunavyoongelea ajira, utafanya kazi leo, kesho na kesho kutwa ajira haipo, utasurvive vipi? Ikiwa kuna pesa yako umeiwekeza, ule uwekezaji wako unaweza kusaidia kurun maisha yako. Lakini pia tunaongelea watu ambao wanafanya kazi na wanaishia kustaafu, si ndio? Yes. Ikiwa haujajipanga katika umri wako wa ajira, je, ukija kustaafu uwekezaji wako pia unaweza kuja kukusaidia, si ndio? Uwekezaji wako unaweza kuwa ni chanzo rasmi cha mapato. Unaweza kupata kipato cha kila mwezi kulingana na fursa ya uwekezaji ambayo utaamua kuwekeza. Kwa hiyo uwekezaji ni sehemu ya vyote ambavyo tunavifanya. Mfanyabiashara anapaswa kuwekeza, mwajiriwa, mwanafunzi, mtoto anapaswa kuwekezewa ili ajijengee nidhamu mapema, lakini pia anapaswa kupewa elimu ili ajifunze namna kuwekeza mapema. Kwa hiyo uwekezaji ni sehemu ya vyote ambavyo tunavifanya vinavyohusiana na pesa. Mnamo mwezi wa 5 tuliweza kukuona pia katika mkutano wa mwaka wa benki ya CRDB kule Arusha. Pengine tungependa uweze kutupitisha kidogo kuhusu hisa za CRDB. Wewe kama mtazamo wako, lakini pia ushauri kwa vijana ambao wanatamani kuweza kuanza kujihusisha au kuanza kuwekeza katika masuala ya hisa. Okay, so ukiongelea hizo za CRDB kama CRDB, they are good performing stocks. Ni hizo ambazo zinafanya vizuri na tumeweza kuona kwamba kuna ongezeko la gawio limekuwa kubwa. This year tunapata gawio shilingi 90 kwa hisa moja, si ndio? Lakini pia hata ukiangalia sokoni, ukiangalia fundamentals, yani vile viashiria vya kifedha, kampuni ya CRDB inafanya vizuri. Na ndio maana unaona pia hata performance yake sokoni, zile capital gains zinakuwa ni nzuri. CRDB nilinunua December ikiwa 1160. December mwaka gani? December mwaka 2025. Yes. Na January ikawa 2320. Kwa hiyo ile milioni 30 yangu niliyoiweka ikawa imenipa milioni 60. Milioni 60. Yes. Yes. Na mpaka sasa hivi ukiangalia 2320 mpaka sasa hivi 2700, tayari ni ongezeko lingine. Kwa hiyo ni kampuni ambayo kwa kweli inafanya vizuri. Na ungependa kushauri vijana ambao wanatamani sasa kuweza kuanza, kwa sababu hapa watu ambao wanatufuatia hivi sasa, kuna watu ambao tayari wanafanya masuala ya uwekezaji katika hisa, lakini kuna wale ambao wanatamani kuanza lakini bado hawajui waanzie wapi. Pengine kama unaweza kuwa na recommendation, unahisi ni kampuni zipi 3 bora ambazo ungependa kumrecommend? Sasa for that I'd have to sound biased. Lakini kimsingi kabla hakujaanza kuwekeza ni lazima ufanye utafiti wa kina juu ya kampuni ambazo unataka kununua hisa zake. Na uwekezaji katika hisa upo aina mbili. Kuna uwekezaji katika hisa, individual stocks, na kuna uwekezaji katika ETF. ETF unakuwa ni mfuko ambao unakuwa una hisa nyingi. Kwa hiyo kama unaona wewe hautaki kuchagua baina ya hisa A na hisa B, unawekeza kwenye mfuko ambao una hizo hisa zote, na huo mfuko unauzwa kama kipande kimoja katika soko la hisa. Lakini kabla haujaanza kuwekeza katika soko la hisa ni lazima ufanye uchambuzi wa kina wa kampuni husika kabla haujaanza kununua hisa zake. Wewe ni mwekezaji, lazima uwekeze kwenye biashara ambayo inakupa uhakika wa faida, si ndio? Ambayo ina potential for growth, inaonyesha jitihada za kujikuza kibiashara na kuongeza matawi na kujitanua wigo wake wa kihuduma. Kwa hiyo hivyo vyote vinakuwa ni viashiria ambavyo unavipata kwa kufanya fundamental analysis na kwa kuzingatia zile quarterly financial reports, zile reports za kila baada ya miezi 3 ambazo kampuni huwa inatoa kwenye magazeti, kwenye websites, kwa brokers. Ukishafuatilia ile trend ya performance ya kampuni, ndio unakuwa unahakikishia usalama wa uwekezaji wako katika kampuni hiyo kupitia hisa. Unahisi ni changamoto gani ambazo zinawapata watu ambao wanafanya uwekezaji katika masuala ya hisa? Kwa sababu tunajua kwamba uwekezaji wowote, biashara yoyote lazima iwe na changamoto. Ni changamoto gani? Sasa hapa tuzungumzie katika personal experience. On a personal experience, ni kukosa uvumilivu. Watu wanakuwa hawana uvumilivu kabisa. Kwa maana hiyo wewe pia umekosa uvumilivu. Yes. Na ndio maana nilizungumzia ile ambayo nilinunua ikiwa 15,000, iliposhuka ikawa shilingi 10,000 nikauza. Mimi pia nikosa uvumilivu. Lakini ni ukosaji uvumilivu ambao ulitokana na kukosa elimu. Kwa hiyo the solution is elimika. Know how hisa operates. Jua jinsi ambavyo hisa inatengeneza capital gain baada ya muda mrefu na namna ambavyo ukiwa na hisa nyingi utapata dividends. Nadhani hiyo tunaiongeza pia katika zile faida za masuala ya uwekezaji, kwamba inakufundisha uvumilivu, kwa sababu najua kwamba kuna muda ambao hisa zinapanda na kushuka. Lakini kwa mtu ambaye anakosa uvumilivu ndio pale ambapo mtu anaona kama vile amepoteza. Lakini kutokana na kuwa na hali ya uvumilivu, mtu anaweza kusubiri, kwa sababu hisa zinaweza kupanda then baadaye zikaweza kushuka pia. Lakini pia unajua watu wengi wameona
Kuna namna wanakosa uvumilivu kwenye uwekezaji kwa sababu they are looking for the easy way out. Hakuna pesa rahisi. Na ndio maana hata kwenye biashara, ukianza biashara lazima uipe muda biashara yako ili take off, si ndio? So similarly hata kwenye uwekezaji lazima uupe muda uwekezaji wako ndio uweze kunufaika nao. Yes, ingawa kwenye hisa zinaweza faida kubwa ndani ya muda mfupi kama nilivyozungumzia CRDB zilivyo double from December to January, inawezekana, lakini ni manufaa ambayo utayapata ukiwa kwenye mfumo. Kwa hiyo cha muhimu ni kukaa kwenye mfumo, uwekeza, ikitokea kuna hiyo bullish market ambayo hisa zinapanda kwa haraka, unanufaika ukiwa huko ndani. Okay. Sasa ningependa kufahamu pia kwamba kwa kijana ambaye anatamani sasa kuanza masuala ya uwekezaji na bado ana kipato kidogo sana, ungependa kumshauri neno gani? Download application ya hisa kiganjani, anunue hisa zake kuanzia 10. Akishaanza kununua hisa, akiona ambavyo zinaongezeka thamani, atahamasika kununua zaidi. Lakini pia ni lazima ajue malengo yake ya kuwekeza ni nini. Unajua ukisha define your goals, it is easy to achieve them. Ukiwa unawekeza tu kwa sababu ni trend, hautakaa ufaidike na uwekezaji wako, kwa sababu trend inaenda inapita. Trend ikishapita utaona mbona hela imekaa tu idle, hainzalishi faida. Ukisahau kwamba endapo ile pesa ingeendelea kukaa katika kampuni ambayo umenunua hisa zake, inaendelea kuzalisha faida na ongeza kutengeneza capital gains ndani ya muda mrefu. Na ndio maana huwa tunawaambia watu wazi kwamba uwekezaji kwenye hisa ndio sema inabidi uwekeze kwa angalau miaka 5 kabla haujawaza kutoa. Na ndani ya hiyo miaka 5 unakuwa haukai bure, unakuwa unaendelea kupata zile dividends kulingana na kampuni ambayo utakuwa umenunua hisa zake. Kwa hiyo kimalengo ni lazima ujitengenezee malengo, na unapowekeza kimalengo pia inakushape kinidhamu kwa sababu unajua what you're targeting to achieve in that investment. Okay. Lakini pia kama ambavyo nimeweza kujitambulisha awali, mimi ni balozi wa Standard Bank Foundation kupitia program ya Mbeju. Especially katika engo ya vijana. Na mimi walini sponsor kwenda kwenye AGM. Okay. Wako vizuri. Na nyuma yangu kuna vijana wengi sana ambao wanatizama na wanafuatilia hiki kipindi. Hapa ninazungumzia specifically wanafunzi wa vyuo vikuu. Ambao tunajua wanapewa zile fedha za kujikimu. Wewe pia umesoma chuo. Yes. Tungependa kujua experience yako na ushauri mdogo ambao ungeweza kumpatia kijana ambaye hii leo yupo chuo kikuu, especially wale ambao wanakuja kuanza mwaka wa kwanza. Okay. So mimi nikiwa kama alumni wa elimu ya level ya chuo, to be very honest, boom halitoshi. Na kwa kulitambua hilo, mimi nilijikita katika ujasiriamali, lakini pia katika kufanya temporary jobs. Mimi nilikuwa ninafanya marketing jobs, nilikuwa ninafanya promotion jobs, nilikuwa ninafanya ushering jobs. All in the essence kwamba nipate mtaji ambao utaniwezesha kuwekeza zaidi. Unaona? Kwa hiyo to university students, don't limit yourself. Kama una uwezo wa kutumia muda wako vizuri, basi tumia muda wako kutengeneza pesa. Na yes, elimu ya chuo ipo na ni ya muhimu sana, lakini endapo utatengeneza maarifa ambayo yatakusaidia kusurvive kitaa, hiyo ni bora sana, kwa sababu soko la ajira halina uhakika kwa hivi sasa, ndio? Kwa hiyo endapo utajitengenezea mifumo yako ukiwa bado uko chuo, ukaanza biashara, online businesses, ukafanya winga, ukafanya biashara ambazo hazikuhitaji muda mwingi kazini kwako, unaweza kujitengenezea mfumo mzuri ambao ukitoka chuo unakuwa tu unafanya kitu ambacho ni kuendeleza. Unaona? Lakini pia it is the best time to network. Tunaenda katika hizi events kama kule CRDB AGM. Unafikiri wanafunzi wangapi wa chuo walikuja? Ni wachache. Lakini those are the places that you meet people who inspire you, people who will later on be your clients katika vitu ambavyo unatazamia kuvifanya, people ambao watakuja kukuguide, they'll mentor you. Kwa hiyo lazima uwe katika places ambazo kutakuwa kuna uwezo kukutana na watu potential. Kwa you must network. So do gigs, do side jobs, do content creation, make your money, itengeneze mifumo ambayo utaweza kuiendeleza baada ya kumaliza chuo. Nadhani umeweza kuzungumza networking. Kuna swali hapa moja ningependa kukuuliza. Ushawahi kuattend event bila kualikwa? Hapana. Sijawahi kuzamia. Sijawahi kuzamia kabisa. Official events? Official events sijawahi kuzamia, lakini nishawahi kuzamia harusi moja hivi. Harusi. Nizamia. Kwa sababu unapozungumzia networking especially katika masuala ambayo yanahusu events. Vijana wengi tunasahaulika katika masuala ya mialiko. Sasa na sio kila kijana anapata nafasi ya kuweza kualikwa.
Nimekuuliza hilo swali specifically kuweza kuona namna ambavyo kijana anaweza kujiongeza ili kuweza kuona namna ambavyo anaweza kunetwork na watu ambao anatamani kunetwork nao. Jitafute, tafuta utambulisho wako rasmi. Unaalikwa wewe kama nani? Yes. So create, if you can, a personal brand, create a business name, be acknowledged. Ili kitokea event ambayo inakuhusu kulingana na sekta ambayo wewe upo, you're easy to get access to it. Yes. Yeah, kwa sababu mimi siwezi nikaja kukusource wewe na kuona unatembea Kariakoo, sijui what you're dealing with, alafu nikualike katika networking event. You must be somewhere, lazima uwe kwenye mfumo wa ambao itakuwa ni rahisi wewe kupata hata hizo updates za hizo events kwa ajili ya networking. Kwa hiyo create your own space ambayo you be recognized for that particular invitation. Yeah, unahisi maendeleo ya teknolojia hususani katika masuala ya kidijitali yana nafasi gani katika masuala ya uwekezaji, lakini pia na masuala ya ujasiriamali kwa vijana na wanawake? Yana nafasi kubwa sana, kwa sababu kwa mfano ukiongelea uwekezaji, hizi digital apps zimerahisisha sana. Zamani ilikuwa kuwekeza kwa mfano kwenye hisa, unakuta mtu ana liboxi la mavyeti ya hisa. Lakini sasa hivi ni swala la kimiamala tu. Na update, unaona portfolio yako pale, kubonyeza kijicho, unaona uwekezaji wako umekuwa kwa thamani gani, si ndio? Pia imeondoa ile kwenda ofisini katika ofisi mbalimbali ili kuweza kufanya uwekezaji. Sasa hivi kwenye application unamaliza kila kitu. Kwa hiyo imesaidia kupunguza paperwork, lakini pia imesaidia save muda ambao ungeweza kutumia kufanya mambo mengine ya kiuzalishaji. Kwa hiyo imeleta wepesi kiukweli na urahisi, na follow up pia imekuwa rahisi, na imeleta pia uwezo wa kufanya diversification. Ukiwa tu na simu yako unaweza ukawa una uwekezaji katika hisa, katika mifuko, umo na ukautrack. It would be hard kama isingekuwa digitalized, maana ingebidi ukitaka kununua hisa kila mara uende ofisini, ukitaka kwenye mfuko uende kwenye ofisi ya huo mfuko husika. Kwa hiyo imeleta urahisi wa namna ambavyo tunaweza tukawekeza na kufuatilia uwekezaji wetu. Ya mbali na hisa, kuna vitu gani vingine ambavyo ungetamani watu waweze kuvifahamu, vitu ambavyo unavifanya wewe, lakini pia ungependa kuwa inspire zaidi waweze kuvifanya? Okay, so mimi ni mwanzilishi wa kampuni ya Premium Energy Consultants Limited. Na hii ni kampuni ambayo nilianzisha kutokana na profession yangu. Mimi ni petroleum chemist. Hii financial education imekuja kutokana na passion. I love having financial freedom. Na kilichonipush mimi kuanza kutoa elimu hii kwa watu ni pale ambapo niliona mimi mwenyewe kwanza nautaka wa uhuru wa kifedha. Kwa hiyo nikaanza kujifunza. Katika kujifunza nikaa nasema hapana, this is too valuable. Nijifunze na wengine. Ndipo ambapo nikaanza kutengeneza content kupitia TikTok pamoja na Instagram. Na nilianza September last year. Yes. Oh wow. Yeah. So it's ukiwa na followers 0 au umeanza kutumia mtandao wa kijamii? TikTok nilikuwa na followers 0 kabisa. And now nina 58,800. Instagram nilikuwa na followers 1000, sasa hivi na followers 100,000. Wow, that's great. Hongera sana. Yeah, thank God. Namshukuru Mungu. Kwa hiyo ni ile kwamba ni a sense of selflessness. Sikutaka kwamba umuhimu wa hili jambo unipate peke yangu. Kama ni swala kujifunza, basi tujifunze wote na tunufaike wote. Na maana kuna tagline kwenye video yangu, kila mara nikimaliza naambia tu tuendelee kujifunza pamoja, because it is a continuous learning process. No one knows it all. Kwa mimi nikifahamu kitu, I bring it in public. If you do it, ikikusaidia, well, ni manufaa kwetu wote. Kuna kitu kinasema kwamba mitandao ya kijamii ni CV yako ambayo unatembea nayo. Yes. Unahisi ungependa kuwashauri nini watu hususani vijana kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii? Portray the image that you want to be perceived of you on social media. Kama unataka kuchukuliwa serious, act serious on social media. Kama unataka kuchukuliwa michezo, fanya michezo on social media, because social media is the currency. Visibility is the currency. You can make an income out of social media. Ukishatengeneza brand, you can collaborate other brands, utakuwa unapata pesa kupitia brand yako ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo jiweke sawa, mitandao ya kijamii ina pesa. Yes. Na personal branding ina nafasi gani katika kwa kijana kuweza kujiingizia kipato? Personal branding ina nafasi pale ambapo unakuwa kwanza unaaminika wewe kama wewe. Ukishaaminika wewe kama wewe, watu wengine inakuwa ni rahisi kukuamini na kuendorse kampuni zao kupitia wewe. Si ndio? They endorse you, wanakuwa wanakulipa pesa, unatangazia biashara zao, na wewe pia unapata kipato. Na the more you work with other people trust you too. So it's a word of mouth. Kwa hiyo deliverability yako pia katika mitandao ya kijamii, ukifanya kazi ya mtu na ikaonekana kabisa kwamba it's a good job, other people will come and endorse you also. Kwa hiyo jitengenezee mazingira ya kwamba your image delivers what you portray of your image. So first, your image. A good image of yourself, ili uonekane kwa namna ambayo wengine watakuchukulia waone manufaa kupitia wewe. Lakini pia deliverability pale ambapo unaaminika katika kazi ambayo umepewa kuifanya. Kuna point moja inasema kwamba experience zote huwa ipo kwa ajili ya kumjenga mtu. Hapa nazungumzia iwe ni bad experience au good experience. Hususan katika masuala ambayo tumekuwa tukijihusisha nayo. Iwe ni biashara,
iwe ni mahusiano, iwe whatever. Tunapani kujua wewe tunavyozungumzia experience ina nafasi gani katika maendeleo yako au watu ambao umeweza kufikia hadi sasa? Experience ina nafasi kubwa sana kwangu kiukweli. Ukizingatia kwamba huko nyuma kwa kukosa elimu ya fedha nilipitia experience ambazo ziliniingiza hasara kubwa sana ya kifedha. Huwa ninawaambia watu kama mimi katika kujifunza kuhusu masuala ya pesa nimelipia ada yenye thamani ya milioni 45. Milioni 45 ambapo kuna utapeli, kuna hasara za kibiashara. Ambacho mimi nilikilipia gharama huko nyuma ili nijifunze kwa vitendo, lakini I'm telling you verbally ili ukiepuke ama ukichukulia tahadhari ili na wewe pia madhara sikupate. Tunapo kwenye milioni 45 nimepita kuweza kufahamu kidogo zaidi. Iwe kwenye experience au hayo malipo ya shilingi milioni 45. Sasa kuna mlolongo mrefu. Kwa kifupi tu. Kuna mlolongo mrefu, lakini the most interesting one ni milioni 11 ambayo nilitapeliwa na wadada wawili kwa kukosa kufahamu taratibu rasmi za kukopesha. Ndio. Nilifanya kazi ya microfinance bila kuwa microfinance. Niliwapatia watu pesa kwa kuamini ikiwa kwamba wao document zao zote zilikuwa ni forgery na wakafanya pia imposter. Yani walimtafuta mtu ambaye wakambatiza kwamba ndiye lakini siye. Kwa hiyo kwa kunitengenezea mazingira haya nikaishia kutapeliwa shilingi milioni 10. Na kwenda mahakamani kaonekana kwamba I'm at fault kwa sababu sina vibali vya kufanya kutoa pesa, sina vibali vya kukopesha. I'm not a microfinance. So ikaishia kwamba inakuwa chochote sasa ni table talk. Sasa table talk mtu tena atakuzungusha na hapa na pale, lakini that was one mistake that I learned from. Kwamba kama wewe sio taasisi ya ukopeshaji, don't risk it. Don't risk it. Hapo umeweza kuzungumza vyema. Pengine tunavyozungumza katika masuala ya uongozi au kupitia vitu ambavyo unavifanya, tungependa kujua pia watu ambao wanakuinspire au watu ambao unawafuatia na ungetamani kuwa kama wao. Hapa tuzungumzia katika masuala ya uongozi, lakini pia katika masuala ambayo vitu ambavyo unavifanya wewe kwa masuala ya uelimishaji wa masuala ya fedha. First of all, I'm my own inspiration. Yeah, I am my own inspiration. Kwa sababu nikisema nimtazame mtu mwingine, I will have a limit to it. So mimi ninajitazamia mimi kuwa the best that I can be, the best that has ever been. Na ninajitazamia kwa namna ya kwamba ninatamani kutengeneza legacy. Legacy ya kwamba niwe na nafasi yangu katika kubadilisha jamii, katika kukomboa jamii kifika hususan katika masuala mazima ya fedha. Na unapoikomboa jamii kwenye swala la fedha, umekomboa jamii kimaisha. Money is livelihood, si ndio? Kwa hiyo on a individual person, not really, but I am my own inspiration. Nadhani ameweza kulikimbia swali letu, amegoma kumtaja mtu. Labda nitatafakari zaidi nimfahamu ni nani. Sawa, asante sana. Nadhani tumeweza kujifunza mambo kadha kuhusu masuala ya fedha, masuala ya uwekezaji, lakini pia masuala ya kuwa na nidhamu ya fedha. Hapa tunazungumzia hususan katika masuala ambayo yanahusu vijana na wanawake. Ulikuwa nami mtangazaji wako Basile Emmanuel. Pengine neno moja la mwisho kwa watazamaji wetu naweza kuwaaga pia. Neno moja ya mwisho ni kwamba usisubiri mpaka uwe na mtaji mkubwa ndio uanze kuwekeza. Unaweza ukaanza kuwekeza hapo ulivyo, na unaweza ukaona matokeo ya uwekezaji wako kulingana na nidhamu yako na uendelevu wa kuwekeza. Uwekezaji sio wa matajiri, uwekezaji ni kwa ajili ya kila mtu. Mwajiriwa, mfanyabiashara, mtu ambaye anajitafuta. Pesa ambayo unaiwekeza baadaye itakuja kukujali wewe. Tunaongelea swala pay yourself first. Unapokuwa unawekeza unajenga mazingira kwamba uwekezaji wako baadaye uje kukupa chanzo cha mapato na uweze kukulipa pia. Kwa hiyo uwekezaji ni sehemu ya maisha yetu na hatupaswi kuacha kufanya uwekezaji. Asante. Nadhani umeweza kuaga watazamaji wetu kwa namna nzuri kabisa. Sasa kwa watu ambao wanapenda kukufuatilia zaidi, wanakupata vipi wewe? Ninatumia jina la Miss_Wanda_Gordon, Miss Wanda Gordon on Instagram, lakini pia na account ya Wanda Talks Money, Wanda ya WANDA, lakini pia on TikTok natumia majina hayo ya Miss Wanda Gordon. Kipindi chetu kimedhaminiwa na CRDB Bank Foundation, ambao ni kampuni tanzu ya banki ya CRDB, ikiwa ni kampuni ambayo ipo kwa ajili ya kuwawezesha wanawake na vijana katika masuala mazima ya fedha, lakini pia na urudishaji kwa jamii. Ulikuwa nami mtangazaji wako Basile Emmanuel.